وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا خير من فسر قوله تعالى بقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mheshimiwa Katibu Mkuu ukimwakilisha Samahatu Mufti Diyar Sheikh Abu Bakr bin Zubair bin Ali, viongozi, katibu dini, wageni wa Mwenyezi Mungu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku ambayo Mheshimiwa Mufti ameipanga kufanyika tukio maalum ambalo atalifanya mtendaji wetu mkuu wa BAKWATA Alhaji Nuhu Jabir Mruma. Lakini leo pia ndio mwanzo wa seminars za mahujaji wanaopitia taasisi ya BAKWATA. Niseme machache tu. Mwenyezi Mungu akipenda, tukipata bahati siku nyingine, basi tutashirikiana kwa ajili ya kutoa semina hizi, kwa sababu BAKWATA ni yetu na sisi ndiyo tunayoiwakilisha BAKWATA, na pale ambapo tunatumwa tunatumika, basi biidhnillahi taala, Mwenyezi Mungu akipenda, siku yoyote ile, nafasi ikiwepo, tutakumbushana yale ambayo yanahusiana na mambo ya hija. Hija imekusanya mambo makuu mawili. Imekusanya mambo ya utekelezaji wa ibada ya hija. Hili litakuja kusemwa baadaye, yale mambo ambayo yanayoifanya thamani ya pesa uliyoilipa iweze kukamilisha ibada yako iweze kutimia. Nini unatakiwa kukifanya, nini unatakiwa kukiacha. Haya mafunzo yataanza leo kwa utaratibu ambao mtapewa maelekezo kifungu kwa kifungu. Lakini kubwa ambalo ningependa mimi niwaeleze nyinyi wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada ya hija ni ibada mtambuka, ni ibada ambayo ina mafungamano na maisha ya mwanadamu ya kila siku. Kule hatwendi kufutiwa madhambi tu, kule tunakwenda kuchukua kozi, tunakwenda kuchukua mafunzo ili tuje kuya practice katika maisha yetu tunaporudi. Tokea siku ya kwanza unapokuwa airport unasafiri, kuna mafunzo ambayo unayapata ya moja kwa moja. Kuna mafunzo ya kijamii, kuna mafunzo ya mahusiano. Kupitia msafara huu na kundi ambalo litakalokuwa linaunda msafara huu, kuna watu watapata mafunzo namna gani ya kuishi na watu, namna gani ya kuchanganyika na watu. Wale wenye changamoto za hapa na pale zitajulikana kupitia ndani ya safari hii, na zitagangwa changamoto hizo kupitia safari hii. Kuna watu wana mambo ambayo tokea umri wao wote waishi hapa Tanzania wameshindwa kuyatatua majambo hayo, lakini kupitia msafara huu kila mmoja atajihisi kwamba kwa nini mimi ninaishi katika nafasi hii, kwa nini mimi ninaishi katika hali hii,
ataweza kubadilisha maisha yake kupitia safari hii ya hija. Hili ni jambo ambalo kila hujaji atalipata kuanzia mwanzo wa safari na kule ambako anaelekea Makka al-Mukarrama. Lakini mji wa Makka na ile nyumba al-Kaaba inatoa mafunzo gani kwa maisha ya kila siku ya mwanadamu? Na kwa nini iwe kila mwaka? Na kwa nini pia hapa katikati iweke overtime ya umra, kwamba mtu mwenye nafasi arudi tena kule? Nini mantiki yake? Kwamba unapofika katika msikiti mtukufu wa Al-Haram al-Makki, kuna mafunzo ya maisha, kuna mafunzo ya kutokata tamaa, kuna mafunzo ya kuyapambania maisha, kuna mafunzo ya uvumilivu unayoyapata wewe hujaji ukiwa ndani ya msikiti mtukufu wa Makka. Utauona ule msikiti, utaiona Al-Kaaba ambayo ameijenga Nabii Allah Ibrahim na mtoto wake Ismail. Lakini utafika mahala utaona makamu Ibrahim, mahala pale ambapo amesimama Ibrahim akiwa anajenga ile Al-Kaaba. Kitu gani ambacho wewe unatakiwa ukipate kutokana na jengo lile la Al-Kaaba? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan, hakika nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa watu duniani, nyumba ya kwanza kabisa iliyowekwa kuabudiwa kwa watu waweze kuabudu kupitia nyumba hiyo, ni ile nyumba ambayo iko ndani ya Baitullah al-Haram. Kumswalia Mtume. Kitendo cha kujulishwa kwamba wewe nyumba ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu ameijenga hapa duniani ni ile nyumba tukufu Al-Kaaba, ambapo ndani yake tunapata msikiti mtukufu wa kwanza duniani, inakupa thamani ya ndani ya maisha yako kwamba nyumba yako wewe unayoishi si lolote, si chochote. Kitendo cha Mwenyezi Mungu kuifanya nyumba ya kwanza duniani iwe ni nyumba ya kuabudiwa ni challenge. Wewe unaoishi katika mtaa wako, katika kata yako, katika wilaya yako, umetoa thamani gani, umetoa mchango gani kuhakikisha na wewe katika mtaa wako nyumba ya kwanza inakuwa ni kama ile aliyojenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Yani tuichukue hija kifalsafa zaidi, kwa sababu hija semina yake haihitaji wiki mbili. Ili lazima mueleze mahujaji, semina ya hija haihitaji wiki mbili wala mwezi mmoja, siku 3 zinakutosha. Hija ni ibada pekee duniani zilizoletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo unaweza ukaifanya kwa 100% kwa kushika kitabu. Ili mlijue mahujaji, wiki 2, wiki 3, mwezi, watu wana shughuli nyingi za kufanya. Siku 3-5 zinamtosha hujaji, kwa sababu hija ni ibada ambayo unaweza ukashika kitabu kwa 100% kuanzia mwanzo, ukakifunga kitabu chako pale ambapo pamekimiwa swala, unakiweka unaswali, ukimaliza unaangalia. Kwa hivyo ukikosea jambo la hija umefanya maksudi. Tuelewana mahujaji, jambo lolote la hija ukilikosea umeifanya maksudi, kwa sababu utapewa maelekezo kule uende kufanya mtihani. Mtihani maana yake utaambiwa kitabu acha, tumia akili yako. Lakini hija, na hata sasa hivi mkiangalia watu ambao wanafanya umra kule, utamkuta kila mtu anazunguka Al-Kaaba na kitabu chake. Hupaswi wewe kulazimika kuzihifadhi dua zote zile kichwani uende kufanya mtihani. Kwa hivyo mnatakiwa nyinyi muelewe nini madhumuni ya hija. Kwa nini usamehewe madhambi yote? Unarudi kama siku ambayo umezaliwa kwa mama yako. Kwa hivyo kupitia jengo lile la Al-Kaaba kuna mafunzo ambayo unayapata. Funzo la kwanza, ile ni nyumba ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka duniani. Wewe katika mtaa wako, pesa yako imeshiriki kujenga nyumba ya kwanza pale mtaani kwako. Hili ni funzo ambalo tunakwenda kutengenezwa kwenye kata yako, kwenye mkoa wako, kuonesha kwamba kila hujaji anatakiwa kutengeneza mizania, budget, kuhakikisha kwamba jambo lile linakamilika kama alivyofanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini utakwenda Safa na Marwa. Mlima wa Safa una logic yake,
mlima wa Marwa una logic yake. Kile kitendo cha kwenda Safa na Marwa mara 7 kinakupa mafunzo gani? Yule aliyosababisha, yule mtu wa kwanza kufanya starting points kuwa ni chanzo cha kwenda Safa na Marwa, alikuwa anatufundisha nini? Unapata namna ya kustruggle maisha, unapata namna ya kutokata tamaa katika maisha, unapata namna ya kumpigania mtoto wako, familia yako, nafsi yako. Kwa sababu Mahajar anapanda katika kilele cha Safa na pale katikati amemwacha mtoto wake Ismail. Anapanda katika mlima wa Marwa na pale amemwacha mtoto wake Ismail. Anakwenda mara 7 akiwa anamuona, na anapofika mahala amemtazama yule mtoto wake jinsi anavulia kwa kukosa maji ya kunywa, anaamua kwenda mchaka, anaamua kwenda kufanya jogging. Ile ni kukudhihirishia kwamba unatakiwa kuhakikisha kwamba wewe katika maisha unafanya jitihada za kupambana, unafanya jitihada za kutokata tamaa, unafanya kila aina ipasavyo kuhakikisha kwamba unafanikiwa lile lengo lako unalolikusudia. Yako mengi, kama nilivyosema kwamba leo ni siku ya uzinduzi. Biidhnillah taala, mbele ya safari tukipata fursa tutakumbushana kila ziara ambayo mnakwenda kule Maka mtakapokuwa ina mchango gani katika maisha ya mwanadamu. Mlima wa Uhud una nafasi gani? Pale Masjid Quba kuna nafasi gani? Madina na zile athari ambazo zilizokuwepo zina nafasi gani? Ili unaporudi urudi na mtaji uliokuwa mkubwa. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.